Karibu sana katika mada yetu ya leo. Watu wangu naendelea kuwasalimia kabisa mahali mupo popote. Nawaambia subscribe, like, comment ili kila mara ujumbe wetu endelee kuwafikia mara kwa mara. Nikiekelea video iwafikie kwa haraka sana. Inabidi mjiabone kwa sababu Bukavu TV c'est pour nous. Bukavu TV ni televisheni ya kila mtu yeyote kwa sababu hii ni television inafika nchi tofauti kwa sababu tunasaidia watu wengi sana kwa kuwapatia ujumbe kutokea area ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa majina mwenyewe naitwa Nelson kutokea Sauti Bukavu TV katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mimi mwenyewe ukiniona katika munara hii, unajua mimi niko munara ya hapa Walikale. Kwa sasa unaona niko sehemu za juu hapa, na kwa niko na sirkele sehemu zote mahali mabombe ama sehemu popote marisasi inaweza kuwa inaripuka hapa juu ya munara hii, ama sio? Na kwa kweli nashukuru sana mashabiki zangu, mko mahali popote. Mungu ende kuwabariki kwa sababu leo tarehe 30 na mwezi wa kwanza mwaka 2026 kuna mambo mengi sana kwa kweli. Leo nataka niwatangazie habari tuko nayo, kwa kweli ni habari ya machozi, sio habari ya furaha, kwa sababu kuna watu wengi wamepoteza watu katika eneo tofauti, lakini tutawaambia condolence, tunawaambia pole sana, na tunatakia watu wote walipoteza ndugu zao katika mwaka ama katika mwanzo wa mwaka huyu na mwaka lingine, na watu tangu waasi wa M23 walianza kufyatua marisasi zao katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na patia pongezi kabisa kila mtu yote alipoteza ndugu yake, kila mtu mwenyewe alipoteza familia yake, na waambia katika Bukavu TV tunawaambia pole sana kwa sababu Mungu anajua kutetea yatima kila mara. Na kwa sasa tunaelekea katika eneo ya Uvira. Eneo ya Uvira kabisa, tarehe 29 jana jeudi, tarehe 29 jana jeudi mwezi wa kwanza mwaka wa 2026 kulipitikana vitu vyenye historia katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo jana tarehe 29 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Hatua wanajeshi wa Mzalendo pamoja na wanajeshi FRDC pamoja na wanajeshi ya Burundi katika eneo ya Plaine.0 kulipitikana pamoja na wanajeshi wa mataifa walikuwa hapo katika Jamhuri ya Demokrasia eneo ya mapambano hapa mji wa Uvira. Hapa Plaine.0 jana kulipitikana masakre, yani jana kulipitikana masakre kwa sababu jana ilikuwa ni vita mno kabisa mno katika Plaine.0. Unajua wanajeshi niliwaambia tangu tarehe 28 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026 tangu hiyo mercredi wanajeshi wengi zaidi kutokea eneo ya wazalendo, eneo ya gouvernement, eneo ya wanajeshi kutokea nchini wanajeshi ya Burundi pamoja na wanajeshi wengi wa mataifa walikuwa pale Plaine.0, wote wanaelekea Plaine ya Ruzizi. Hapo kulipitikana vita moja muno kwa sababu M23 ilipigwa kiboko jana katika vituko vya masasi vilipitikana area hii, na hata wakahaji walipeana historia kubwa sana hapo Plaine.0. Hapo muliona hiyo ni vitu ilipitikana jana. Jana ilikuwa ni vita mno kwa sababu wa M20 walikuwa wanataka kuelekea tena Sange, lakini vita ilipitikana Sange ilikuwa ni mno kabisa. Ndio maana nasema kila mara mkiniona katika vipengele na waletea habari ya taarifa ya vita mno kwa sababu kulipatikana ndiyo mablese kwa wakahaji, kulipatikana kina dada karibu wa 6 walipoteza uhai hapo katika Plaine ya Ruzizi. Hapo ilikuwa ni masakri kwa sababu vita ilikuwa hapo. M23 walikuwa kibonyeza mahali popote wanapata tayari wanajeshi wa taifa ama wanajeshi wa wazalendo pamoja na wanajeshi wengine wamekuwa kabisa wametega mtego kabisa muno. Wanajeshi wahasi pamoja na wanajeshi Tabara pamoja na Twirwaneho walikosa sehemu ya kupenyea kabisa kwa kuelekea katika
eneo walikuwa wanataka kuelekea katika pleni ya Ruzizi hapo point 10 kilometre 5 hapo, walitaka kuingia huko, lakini hapo hawajaingia kwa sababu walisikia kama hapo mameri zinaanza kutembea kuelekea Kalemi, Burundi, Tanzania ama sehemu zingine. Wakasema inabidi uende kufunga hizo mahali, lakini wanajeshi walikuwa tayari kufunga huko kwa sababu majambazi wasipate mahali ya kupenya. Mahali tunakuja kuwapasha habari lingine ni kuelekea katika sehemu ya Kabare, Walungu, Sange, Baraka, Katokota. Mahali hapo nako ni mahali kulikuwa vitu tofauti. Tukikuja kuwapatia habari kutokea Walungu, jana tarehe 29 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026 Walungu ilikuwa watu tarehe 28 watu walikuwa kizungumza kusema M23 waliondoka mji wa Walungu, lakini Walungu wa M23 bado walikuwa wakingali. Hiyo ni taarifa nawaletea kabisa, kwa sababu unajua mimi nikija hapa inabidi nikifafanue mahali kunaendelea kuwa mapambano na kweli na kuhakikishia habari ya ukweli. Walungu ilikuwa ikisemeka kama wanajeshi wa M23 waliondoka mji wa Walungu, lakini Walungu jana 23 ilikuwa Walungu na wanajeshi wa wazalendo walikuwa tayari walishapenya mji wa Walungu. Wanajeshi FARDC walikuwa wameshapenya mji wa Walungu. Kwa sasa waliondoa 23 hapo mji wa Walungu, mpaka 23 waliepuka, walikimbia kwa haraka kwa sababu mpaka walianza kupoora mali ya wakahaji, mpaka wakashika makuku tofauti, wakaanza kukimbizana na mambuzi, mpaka yani waliona sasa mahali popote wanapenya wazalendo tayari wameshimama kabisa muno. Ndio maana tunamwambia katika taarifa hili mahali ya mapambano ni mambo tofauti. Kwa saizi unaweza kusikia Walungu imeshikwa tayari na wahasi wa M23. Masaa lingine unakuja kusikia tayari wanajeshi FARDC pamoja na jeshi wa wazalendo tayari wamerejesha mji wa Walungu. Hapo usikie tayari wa M23 waliondoa wanajeshi wa FARDC katika mji wa Walungu. Ndio wanajipata katika sehemu ya mapambano ni mahali tofauti, kwa sababu hao wote ni wanajeshi na wahasi ni wanajeshi, wa government ni wanajeshi, wazalendo nous sommes des populations. Wazalendo ni raia waliingia katika chama cha kupigania nchi. Ndio maana sasa hawana mafunzo total ya kupigana la guerre. Omomala, wazalendo ni watu wanaishi katika mistuni. Wazalendo ni watu wanaishi katika forest. Ni wazalendo ni watu wanaishi katika milima tofauti. Ndio maana sasa ilibidi wapigane. Wazalendo hawajua kupigana vita ya mjini, wazalendo wanajua kupigana vita za mistuni. Wazalendo wanapigana vita za mashamba. Ndio maana sasa wazalendo wanapigana milima tu, FARDC inashuka katika tauni, unajipata FARDC inachukua wazalendo wale wachache, wale wanajua kabisa waliingia katika mafunzo ya vita, wanaelekea katika mjini kwa kupigana. Unajikuta wazalendo wale wenyewe wamezoea mistuni, wanatumia mikuki, wanatumia mipanga, wanatumia mashal de combat, mavitu tofauti, wanajikuta katika milima. Ndio maana sasa unajipata wahasi wa M23 jana ilikuwa ni ngumu sana kupenya milima hii kuelekea katika sehemu tofauti. Hapo Sange jana muda wa saa 4 mambo ilikuwa Sange ni mambo muno kabisa. Sange ilipitikana mambo hatari zaidi. Sange vita ilikuwa hapo Sange mpaka saizi kunanuka tu moshi ya marisasi. Jana kupilikana masiraha kubwa. Jana ilikuwa masiraha kubwa. 20 ilikuwa napiga masiraha kubwa zao, wanapata FARDC na wazalendo tayari na jeshi la Burundi. Kulipitikana machal de combat. Kulikuwa machal de combat de plaine de Ruzizi. Kulikuwa
silaha kubwa. Mimi sio mwanajeshi, lakini wale wanajeshi wanaelewa vifaa hivyo vilikuwa vikilia jana. Ndio maana unajipata nikiwa katika area hii, na uambia kitu moja, watu wangu, muendelee kutufuatilia kila mara ndani ya Bukavu TV. Nikiwa na nyinyi, mkiwa na mimi, mtaendelea kutufuatilia kila mara. Na tukitaka kueleza sehemu ya Baraka ama Katogota, wanajeshi wa wazalendo wamekutana kwa wingi sana, na leo taarifa tuko nayo Katogota, wanajeshi wa wazalendo wako na reunion total, reunion pamoja na viongozi vya wazalendo wamekutania Katogota kwa kuongelea, kwa sababu ni je watakuja kupambana na M23, kwa sababu nusode strategy wa M23 wanatumia strategy tofauti. Ndio maana nao wanaanza kujifunza strategy ya kutumia. Kwa sababu gani? Ya kupiga adui mahali yupo, kwa sababu ndani ya serikali ya waasi wa M23 tayari kuna watoto wa Fizi, kuna watoto wa Uvira, kuna watoto wa hapa Walungu, kuna watoto wa hapa Baraka. Tayari kuna ukabila mingi sana ndani ya waasi wa M23. Ndio maana wanajilinda pour de communication, kwa sababu katika wazalendo kuna mandugu zao wako tayari ndani ya waasi, ndani ya gouvernement kuna ndugu zao wako ndani ya waasi, ndani ya waasi kuna wale ndugu zao wako ndani ya gouvernement, ndani ya waasi kuna wale ndugu zao wako ndani ya wazalendo. Yani ndio maana unajipata kushinda vita waasi ni ngumu sana. Kushinda vita ya waasi ni ngumu sana huko, kwa sababu kuna ya kitu inaitwa nini? Watu wanapeana communication, tayari waasi wanajua njia FRDC watapita. Tayari ndani ya waasi kuna wale wanapeana information, watu wa waasi wanapita tayari wa FRDC inajua. Ndio maana unajipata yabo kuna vitu vyenyewe vinaendelea kuchanganya watu. Nusode victime, watu wanaendelea kufariki ndani ya hizi vitu, nusode population. Ndio maana saizi habari tuko nayo kwa saizi, Uvira inaendelea poa. Uvira saizi maaktivite inaendelea kusonga. Uvira saizi mabato zinafungua, zinaanza kutembea. Uvira saizi security iko Uvira saizi inaendelea kuwa kubwa sana. Katika muji wa Shabunda habari nayo iko hivi, wanajeshi kutokea Shabunda, wanajeshi kutokea wazalendo kutokea muji wa Shabunda wamekuja kwa wingi sana kuelekea katika area ya mapambano, kwa sababu Shabunda wanajeshi walikuwa wanaanza kuingia katika manyumba za watu wazalendo, wale wanaogopa vita. Ndio maana ilibidi viongozi vya wazalendo waliamua kufanya nini? Kuinua na kuondoa wazalendo, kuwapeleka katika mapambano ya vita, kwa sababu wazalendo sio kubaki kwa manyumba. Wazalendo hawezi ishi na raia na bunduki. Mzalendo inabidi akwe kwenye kambi de fro, mzalendo inabidi aelekee katika fro. Wanajeshi FRDC hawezi kuona mwenye kwa saizi kwenye area ya vita, hawezi ona FRDC iko katika na bibi yake iko na bunduki, ama iko na population iko na bunduki anafiatua marisasi. Nusode wazalendo peke yao wanaripua marisasi, wanachukua masiraha, wanapiga kiolelaolela. Unajipata mabare zinashika wakahaji, kwa sababu kila time unasikia marisasi inalia. Waasi wako huko tayari ni wazalendo, wanatoka kwa nyumba, ameshiba mahali anatoka anapiga risasi ili ashutue vijana wenzake, aoneshe vijana wenzake tayari yeye ni mwanajeshi. Vous ne pouvez pas utiliser silaha gisi tunavyojisikia, watu wanavyojisikia. Silaha ni yenyewe inaendelea katika mapambano. Kuna kiongozi wa wazalendo alizungumza kusema hivi, kutumia silaha kiolaolela sio vizuri. Hatua waasi wakielekea katika milima, na kwa sababu waasi waje kupigana katika milima, wanapigania katika maplane tu, wanapigania mahali kuna barabara, wanajifunza vita hawajajifunza vita za mistuni. Ndio maana waasi wakipiga silaha risasi 5, mzalendo inabidi apige risasi 1. Kwa sababu gani? Waasi wapige wachoke, wazalendo warudi nyuma, kwa sababu njia wakipiga tayari nyinyi mnapiga a droite. Omomala kiongozi huyu
amezungumza maneno mzito sana katika muda wa jana, akiambia wazalendo wote katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mahali wako popote, anasema hivi, sikiliza ujumbe. Amezungumza kusema hivi, nous sommes tout le monde la wazalendo, vous ne devez pas utiliser, vous ne devez pas aller dans la guerre pour avec propagande. Il fait la première fois les disciplines, il fait autoriser la, vous avez encadré la population, vous avez utilisé les armes sans autorisation. Le peuple wazalendo, écoute, mes chers amis, je vous remercie pour vous commencez à avancer pour faire la guerre, vous pouvez protéger à Uvira. Jusqu'à aujourd'hui, les M23, vous ne devez pas entrer dans une quelque part à côté de Uvira, jusqu'à Fizi, jusqu'à Barak, jusqu'à Katogota, même Walungu, même Baraka, à quelque part, waasi wasiingie upande yoyote. Il fait fermer toute la route, la petite barrière, il fait fermer la côté des petites barrières. Hiyo ni message kutokea kiongozi wa wazalendo anaitwa Irene. Na kwa kweli nashukuru sana mashabiki zangu kukuwa na mimi ndani ya kipindi Bukavu TV. Kwa majina mwenyewe unajua ni Nelson katika mada ya leo. Na ukiwa na mimi katika muda huyu mtaenda kutufuatilia 5 kwa 5, ama sio? Tuende kusikia mambo ingine kadhaa. Leo ilikuwa mambo hii. Na mimi unajua ukiwa pamoja mashabiki yangu, naomba tafadhali muendelee kupartager la vidéo, il fait partager la link, vous avez partagé YouTube, vous avez soutenir moi s'il vous plaît, il fait amener la courage. Je vous invite, tout le monde, vous pouvez participer, la télévision Bukavu TV, la chaîne de YouTube Bukavu TV jusqu'à aujourd'hui. Nashukuru sana mafansi wangu kutoka Amerika au France, mahali popote. Thank you so much everyone. Can you support me? Search Bukavu TV. This is television. I'm give everywhere the information from Congo, because you are the imitated the government. You are everyone, the streets Uvira. You are everywhere the morning. Thank you so much. I love you so much. Hii hapa ni Munara Walikale Bukavu TV. Nikiwa hapa na serikali eneo yote kuna mapambano, ama sio? Thank you so much. I love you, appreciate you. Thank you so much.